nakwambia sasa hivi. Alafu kwa hiyo ndo maana naangusha simu yangu. Haya, ujinga uleta. Simu yangu. Kweli na uongo. Simu ipo kwenye mkopo, alikuwa anajua. Kesho na kesho kuto utasikia Mlokozi ameiba sehemu. Pana tafuta. Nimetoka huko mjini naulizia Mlokozi hayupo. Na usinivuruge, yani hadi unadondosha simu ndo ofisi. Wewe hujaona naongea na simu hapa ndo ofisi. Mama mdogo. Nikusaidie nini? Nikusaidie nini? Asante mama. Haya nenda. Mimi nimekosa nini kwa Mungu? Hivi nimekosea nini Mungu mimi? Mama mdogo ananiambia ni mwizi, sijui Mlokozi kawala vinishinda la vitakani, sijui itapeli. Hapana bwana. Mlokozi wangu mimi hawezi kulala vichakani. Hapana. Siwezi kumpenda mtu mpaka Mlokozi nimuone. Sasa hapa ni kwanza hata nishatoka kwenye mood, si nilikuwa naelekea wapi? Jali nimwambia nje nitamtafuta. Anjo. Nakuja huko kwenu sasa hivi nimetoka. Nisaidie Baba. Leo natangatanga. Sipati wala lile. Baba. Nisaidie. Mwanangu sasa. Aliko mbali sasa. Hapa kukaa. Kuna machupa kweli hapa? Yapo mengi sana. Nifanyaje sasa? Kwa siku ya leo nipeleke. Ila kesho inabidi niamkie hapa hapa. Tajiri atapenda sana. Unafikiri? Kesho naamkia hapa hapa. Chukua ya madudu. Nielekea huku. Huko hapo. Nielekee kwanza. Nisaidie Baba. Leo natangatanga. Sipati wala lile. Baba. Nisaidie. Wananicheka. Nimenyanyasika mimi. Hivi yule si ndo kakake nani? Mimi simjui. Kwa kweli ndo yeye, Anita yule tuliosoma naye. Yaani mimi mwenyewe siamini macho yangu kama ndo yeye. Kwa ina maana hii ndo kazi anaifanya. Mbona kwa walikuwa na maisha mazuri? Yaani hii sio kazi yake, ndo nashangaa yani. Sijui nimuite nimuulize. Hebu muite tuone. Mlokozi! We Marina. Ndo mimi hapa. Unafanya nini huku wewe? Ana hapa Marina. Unajua hali ishakuwa ngumu.
Yaani maisha ni magumu mpaka sasa hivi naona mimi sasa hivi natafuta vibomboni kwa mangi kule mjini. Mungu wangu we, kwanza cha kushangaza zaidi. Kabla ya yote, Anita yuko wapi? Anita yupo kule kazini. Huyu ni nani? Huyu ni rafiki yangu Abigaili. Dada, samahani, leo tusalimiane basi. Umeanza. Abi njoo haya mama. Mambo vipi? Safi. Nzima. Mimi niko sawa. Huyu ni rafiki yangu anamjua mpaka Anita huyu. Tumesoma wote naye. Mbona mimi simjui huyu? Huyo hakuwepo, alikuwa mkoani. Mdogo wangu sasa hivi alienda kutafuta kazi. Na mimi unaniona hapa ndo natafuta hivi vibomboni hapa naenda kuuza. Mdogo wangu sasa hivi hayupo. Yupo kazini. Na mimi sasa hivi ndo naona natafuta mabomboni hapa, nataka nipeleke kwa mangi kule nikauze. Ilikuwaje mpaka yani wakati wewe unafanya hivi? Wakati mimi nimetoka nyumbani, nimeenda kutafuta kazi. Kumbe mama alijikopesha mkopo wa milioni 10. Mimi narudi nyumbani sikujua kitu chochote kile. Nikakuta nyumba ishabadilishwa, ishakuwa alijikopesha zile pesa ni kweli. Mimi kumuuliza dogo akasema ni kweli. Na alikuwa ni shahidi. Hatakuwa na lingine, wakabidi watufukuze. Kwa hiyo unaona sasa hivi mimi inabidi niokote haya makopo. Narara hata mitaroni. Ndo maisha yangu. Na hapa ninapokuambia mdogo wangu mimi sijui halipo. Sasa mimi na ushauri mmoja. Hii kazi na wewe unavyojulikana huko kijijini haisai kufai bwana. Sasa Melini unataka nifanye nini? Nenda hata mjini. Jamani unaokota hivi kabisa unajidhalilisha. Mimi mwenyewe kwanza sikuamini kama ni wewe da. Sasa Melini ngoja kitu kimoja. Yaani hata chakula kinashindikana kupatikana. Mimi nashauri uza hata maji labda. Sio hizi kazi. Ni pachafu sana, hebu angalia. Sasa Melini, nimekwambia hivi kama mama alijikopesha mkopo wa milioni 10 na wa mkopo wakaja wakabeba ile wakachukua ile nyumba. Sasa unataka nifanye nini? Na tukafukuzwa sasa hatuna pa kwenda. Ninachotaka kuuliza ni kwamba ile nyumba thamani yake ni milioni 10 na vilivyokuwemo vyote na furniture zote milioni 10. Mama ndiye aliahidi hivyo. Mama walikubaliana na yule dada kwa milioni 10. Zamana ni nyumba. Hamna kitu kingine. Ndio maana tumefukuzwa sasa hivi nalala mtaroni. Haya mabombonya haya ndio nayapeleka kwa mama ili nipate kama atanipa 2000 fresh ndio siku hiyo imepita. Lakini sasa hivi sijui mdogo wangu alipo. Na yeye alienda kutafuta kazi. Mpaka kichwa yani kimeuma ghafla jamani. Yaani kumbe mlipitia misukosuko kiasi hicho. Yaani hapa shauliza hata kazi imetoka. Ndio nimefikia hatua ya mwisho niokote makopo. Twende napeleka kule kwa mama. Yaani hapo kwanza labda uenda mdogo wako alishajipata huko tusijue labda. Sawa. Tutaonana siku nyingine. Haya sawa. Hamna tatizo. Una mrembo? Umeanza. Wewe naye. Yaani unabidi upambanie maisha yako ujipate tena ndio utakutana na watoto wazuri kama hawa. Kianza kuangalia sasa hivi baba. Utaishia kulala mitaloni. Twende mama. Nisaidie baba. Leo natanga sipati hili wala lile. Baba nisaidie. Wananicheka nimenyanyasika mimi. Kaka vipi? Safi. Uko sawa? Uko sawa. Samahani kidogo naomba nikuulize. Kaka, lakini samahani kwanza. Nimekuingilia katika kwenye kazi zako. Usijali, usio na wasiwasi. Kaka kuna dada fani namtafuta ni mdogo wangu huyu. Unamwona huyu? Ni mdogo wangu huyu. Huyu hapa. Ni mdogo wangu huyu hapa. Nadhani yani tangia tumepotezana sijawahi kumuona. Yaani nishatafuta mara kibao. Yaani sijui alipo. Na hapa nimeamua kuanza kumtafuta. Hujawahi kumuona?
Hata mimi simfahamu. Sijawahi hata kukutana naye. Sawa. Ila kakangu, basi ukimwona unaweza nikupata, kama una simu nikupe namba yangu. Unaweza mimi ngoja nikutajie ya kwangu. Wewe mimi nitaikuta tu simu kwa ndani. Tunaona niko nafanya usafi hapa. 07 06 55 20 15 85. Haya, sasa kaka, mimi nitakupigia. Na kwa mimi nipigie tu nitaikuta huko. Inaishia 87. Sawa. Wewe siku kimuona tu naomba unipigie. Popote pale, iwe sokoni, iwe stendi, sawa, hata gulioni. Wewe usijali. Yaani namtafuta sana, ni mdogo wangu alikuwa. Kwa hapa tu ni njia moja, watu wanapita wengi. Nikimuona tu chapu kidogo. Haya poa. Nisaidie Baba. Leo natanga sipati hili wala lile. Baba nisaidie. Wananicheka, nimenyanyasika mimi. Msaada wangu uko kwako. Nisaidie Baba. Dada samani. Ila samani. Mambo vipi? Safi. Mzima? Mzima. Uko poa? Yeah. Nyumbani? Wazima. Namtafuta dada yangu. Huyu hapa dada, unamjua? Huyu dada mimi simfahamu. Hujawahi kumkutana popote pale? Sijawahi kumuona kabisa. Hata mitaani kwenu hajawahi kupita? Wala sijawahi kumuona. Dada yangu hapa na matatizo. Huyu dada yani tulipotezana na hapa sijui alipo sasa. Yeye aliomba niende kutafuta kazi za hoteli. Mimi nikasema niende kutafuta kibarua kule mitaani cha kujenga. Sasa na mpaka sasa hivi bado namtafuta. Ndio huyo dada yangu. Hujawahi kumuona? Do, sijawahi kumuona aisee. Yani basi sawa. Haina shida. Poa. Ila dada, basi ukimwona anapita hata mazingani kwenu kule, basi nakuachia namba yangu ya simu. Okay. Tajia namba. 07 hata nikuwekee. Save Mnokozi. Okay. Yeye kwa majina, yani jina lake anaitwa Anita, mimi naitwa Mnokozi. Nashukuru sana dada yangu. Ila siku ukimwona dada, namba basi unipigie. Poa, sijali nitakuwa. Haya. Nisaidie Baba. Leo natanga sipati hili wala lile. Baba nisaidie. Wananicheka, nimenyanyasika mimi. Msaada wangu uko kwako. Nisaidie Baba. Penye mapito haya napolemewa mimi. Nisaidie Baba. Ipo siku tu yatapita tu, yangu ipo siku ya bahati kwa yatapita tu. Leo nipo hivi, ipo siku kesho sipo hivi, yatapita tu, yatapita. Ipo siku namtegemea Mungu tu. Mungu tamani. Yaani uliniambia siku 5 za kwenda kwa yule mama bonge kama tutaenda kumdai. Wewe zimepita bado tu hujaniambia. Sasa saa hizi angalia, imekuwa usiku. Tuondoke. Kesho nikumbushe
twende tukamdai. Sasa tutafanyaje? Kalimao. Mimi mambo mengi. Nikitoka kazini tutaenda. Kwa sababu na mimi sasa nifanyeje? Wewe angalia, tumetoka usiku, sasa hivi utamuingilia mtu kwake kweli? Kumbuka hela yangu mimi nitaka. Hela yako haina shida, usijali. Alafu kwangu unawaza hela kwangu. Sami wangu, yule mama inabidi tumkomichi na kesho tukienda. Sasa nikwambie kitu, nishapanga dili langu. Asipokuwa na hela, mbuzi anaenda. Kweli mwanangu? Tena kweli. Haya bro. Yaani mimi nimekwambia, wala usijali. Yaani mbuzi inaenda. Komeke. Nisaidie Baba, leo natangatanga, sipati hili wala lile. Baba nisaidie, wananicheka, nimenyanyasika mimi. Odi. Sasa na pipi za kifua. Yes. Naomba. Sasa ndo zameambia. Chris. Mwana wa Rose. Ni mimi. Sasa kulikuwa naongea. Chris. Yeye tangu usiku ile umetoka kazini sijawahi kukutana na wewe. Hatimaye leo tumekutana jamani, rafiki yangu. Basi kuja unaishi wapi yake? Mimi ni mautu mjini. Sina mishe yoyote, nipo tu yani. Kama unavyoniona. Baba uko unatoka wapi unaenda wapi Rabu? Huku. Hata nikuelezeje yani? Mambo tu ya kawaida nilikuta kwa. Ndio hivyo. Kupe karanga. Vipi kule kazini ushahamia au bado? Kule niliacha jumla. Yule bosi anazingua. Yeye unafanya kazi alafu muda wa kulipa ndo kama hivyo. Tunaanza kusumbuana, kufundishana. Ndio hivyo. Sasa wewe ulipotoka tu. Na mimi nikasema rafiki yangu ametoka na mimi lazima nitoke. Nikaama kabisa na mimi niko sehemu nyingine huko Mkaliamba huko. Mkaliamba kumbe iko huko Mleba? Sasa mimi bado nilitoka huko kijijini. Nikaenda kumtembelea rafiki yangu huko. Ila alikuwa amekufa. Sasa pale niliambiwa kwamba wanauza ile nyumba. Sasa sisi tutakuwa na fahamu. Yukoje Raba, yukoje huyo? Huyu ni mrefu, ni mkaka hivi mrefu kidogo, afu mwembamba. Huyo huenda mimi simfahamu. Unafahamu? Simfahamu kabisa. Sasa mimi nifikiria labda kwa kuwa naishi huku muda mrefu nahisi utakuwa unamjua. Sasa kama umfahamu. Wewe watu wengi hivi mjini uje wahi kumfahamu tena huyo mtu. Si. Kwa ulikuwa unaelekea wapi? Ulikuwa hapa? Mimi bwana naemea hapa ndo naandika nyumbani hapa. Taka nachoka. Kukushauri usikate tamaa. Ujue ni mtu muhimu katika maisha yangu. Ni sawa wanasemaga hivi. Milima haikutani ila binadamu tunafanyaje? Tunakutana, utakutana naye tu. Kuwa na amani. Sawa, nitakutana naye lakini unaona hiki kitu? Kwa sababu kubwa alifanya nimtafute huyo mtu. Ila basi ngoja niende. Tutakutana na rafiki yangu. Baadaye. Haya bwana. Ngoja niwahi nyumbani bwana. Haya. Nisaidie Baba, leo natangatanga